Shetani yule baba uongo, ndiye sababu ya dhambi na kifo. Aliwadanganya wazazi wetu, wale matunda yaliyokatazwa. Yesu akirudi ataikomesha dhambi nacho kifo, ataleta uzima wa milele. Yesu akirudi ataikomesha dhambi nacho kifo, ataleta uzima wa milele. Shetani yule baba wa uongo, ndiye sababu ya dhambi na kifo. Aliwadanganya wazazi wetu, wale matunda yaliyokatazwa. Yesu akirudi ataikomesha dhambi nacho kifo, ataleta uzima wa milele. Yesu akirudi ataikomesha dhambi nacho kifo, ataleta uzima wa milele. Wakatumaini kwa Yesu, japo utalala mauti, siku Yesu ataporudi wafufuliwe kwa uzima. Wakatumaini kwa Yesu, japo utalala mauti, siku Yesu ataporudi wafufuliwe kwa uzima. Wakatumaini kwa Yesu, japo utalala mauti, siku Yesu ataporudi wafufuliwe kwa uzima. Sifu Yesu Kristo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala barakatuh. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya kutupatia mwaliko huu wa pekee, ambapo tulipousikia basi tulikuswa na tukasogea mahali hapa kwa ajili ya maombolezo ya ndugu yetu, rafiki yetu, kijana wetu, pendwa wetu. Na tuna kila sababu ya kusema ya kwamba poleni kwa wote ambao tumefikwa na msiba huu. Miongoni mwa mambo ambayo si mazuri katika maisha, na kama kungekuwa na uwezekano wa kukikimbia kifo, kwa kweli mimi ningekuwa wa kwanza, kwa sababu kifo si kizuri, kufa si kuzuri. Na huwa anayekufa siku zote hana shida. Walio na shida ni wale wanaobaki. Wataumia watakavyoumia, watalia watakavyolia, wataomboleza watakavyoomboleza. Lakini yule aliyelala usingizi wa mauti, wala haoni, haelewi unapitia changamoto gani. Changamoto ambayo unayopitia wewe, yeye haifahamu. Kwa hiyo wanaokufa hawana shida, ila sisi tulio hai ndio tuna shida. Ndio maana mtumishi wa Mungu aliandika katika kitabu cha Maombolezo, Mhubiri sura ya 9, akasema, maana walio hai wanajua ya kwamba watafanyaje? Watakufa. Lakini sisi waliokufa hawajui lolote, hawana utambuzi, hawaelewi kinachoendelea katika sayari dunia, hawana matumaini, kumbukumbu lao limepotea, hawana ujira wowote, hawana upendo, hawezi kuexpress upendo kwa mtu yoyote. Kwa hiyo waliokufa kwa kweli wanatuachia majozi ya pekee sana katika sayari dunia. Na hii inatokea pale ambapo anayelala usingizi wa mauti alikuwa ni tunu katika familia, alikuwa ni tunu katika jamii, alikuwa ni tunu katika kanisa, alikuwa ni tunu kwa watoto. Kwa hiyo anaacha pengo kubwa ambaye hakuna mwanadamu anayeweza kuliziba lile pengo. Wakati fulani nikiwa natoa huduma mahali fulani, nikawaambia watu, mimi ni mchungaji,
ila nikifa tayari mchungaji mwingine ameandaliwa ili asimame mahali ambapo mimi nitasimama, lakini hawezi kusimama kwenye familia yangu. Kwa hiyo ni pengo kubwa mno. Na wakati hili nikiwa ninalitafakari, siku moja nikawa napiga story na mke wangu. Nikamwambia, ujiandae kuwa mjane na mimi pia ninajiandaa kuwa mgane. Hii ina maana gani? Ya kwamba kifo hakichagui. Wewe ni mchungaji, wewe ni mwinjilisti, wewe una fedha, wewe hauna fedha, wewe ni maskini, wewe ni mzuri, wewe ni mnene, wewe ni mweupe, wewe ni mweusi, wewe una kila kitu. Kifo hakichagui. Kifo hakichagui. Sasa kwa sababu kifo hakichagui, kinachohitajika kwenye maisha yetu ni kuirejelea ngome. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kuirejelea nini? Ngome. Unapoirejelea ngome, kuna ushindi ambao unaweza ukaupata. Kuna faraja ya pekee ambayo utaiona. Kuna tumaini ambalo haliwezi kupotea. Lakini pia kuna ushindi wa pekee ambao mwanadamu wa aina yeyote hawezi kukuletea ili tumaini. Lakini pia kuna furaha ya milele na milele, maana umeamua kuirejelea ngome. Na ninapozungumzia habari ya kuirejelea ngome, kwa wazazi wetu wa kwanza walikuwa na maisha mazuri sana. Katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza, wakati Mwenyezi Mungu anapoumba, alipomuumba Adam na akamweka katika bustani ya Edeni, na alipomaliza uumbaji wa mwanadamu akasema ya kwamba na kila alichokifanya Mwenyezi Mungu kilikuwa ni chema sana. Hivyo basi, dunia hii ilipokuwa mikononi mwa Mungu ilikuwa ni dunia yenye thamani. Dunia ambayo ilikuwa na upendo. Dunia ambayo ilikuwa na mahusiano mazuri. Dunia ambayo ilikuwa na uweledi wa kipekee. Kwa hiyo ilikuwa ni dunia ya kufurahisha. Watu walikuwa, wazazi wetu wa kwanza, kabla ya dhambi kuingia duniani, kwa kweli nataka niwaambie, maisha yao yalikuwa ni mazuri. Leo mwanaume na mwanamke walioana hawawezi, baadhi yao hawawezi kutembea barabarani, aidha wakienda shambani wakiwa wako karibu. Wanatembea wakiwa wanapiga story mume na mke. Kwa nini? Ule upendo wa kwanza umepotea katika maisha yao. Kwa nini umepotea? Ni kwa sababu sayari yetu hii ya dunia imeingiliwa na mdudu ambaye ni kafiri wa kwanza duniani, ambaye anaitwa Shetani. Na Shetani kwa kweli si mtu mzuri. Yaani miongoni mwa watu ninaowachukia, na ukikutana nao waambie, yani yule jamaa anakuchukia balaa. Shetani sio mtu mzuri. Na Shetani ametusababishia maumivu. Shetani ametusababishia majeraha makubwa. Shetani ametusababishia changamoto za kipekee. Na hata hapa ninapozungumza, kuna watu hapa wanaendelea kuomboleza kwa ajili ya wale waliowapenda sana. Na hii ni kwa sababu ya kafiri mmoja ambaye ameharibu hali ya hewa pale mbinguni na akaleta changamoto hizi. Lakini katika mchana wa leo niwaambie ya kwamba kuna namna ya kurejea ngomeni. Na ukirejea ngomeni, wewe ni mshindi balaa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni mshindi utakapoamua kuirejelea ngome. Sasa maisha haya yalipoharibika mara baada ya huyu mchafuzi, huyu kafiri wa kwanza asiye na huruma, katili, ambaye anasababisha changamoto za maisha, ambaye analeta maombolezo,
ambaye analeta misiba. Alipoileta hii misiba, akakaa kwa muda mrefu, lakini baadaye utabiri ulitabiriwa ya kwamba yupo ambaye atakayekuja baadaye, atakayewarejesha watumishi wa Bwana, atakayewarejesha wanadamu kwenye ngome iliyo hai, ngome iliyo salama, ngome yenye matumaini, ngome iliyo na ushindi, ngome iliyo na faraja ya milele. Na huyu mwanaume alizaliwa katika mwaka wa 4. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mwanaume huyu alipozaliwa katika mwaka ule wa 4, alipozaliwa pale Bethlehemu ya Uyahudi, Wayahudi walimkataa, wakaona ya kwamba huyu mfalme anayetarajiwa kuja hawezi kuzaliwa kwenye familia ambayo haina jina. Maana alizaliwa kwenye familia ambayo haina jina. Najua leo marafiki zangu, sijajua ni ninyi ambao mmekusanyika hapa, lakini kuna ubaguzi unaoendelea na kuna ubaguzi upo. Akipatwa tatizo mtu mkubwa ambaye amesimama vizuri, hata kama hana mahusiano mazuri na Mwenyezi Mungu, huwa watu wanakimbilia kwake. Uongo kweli? Na watu wanamthamini kuliko kitu kingine. Watu wanaona ya kwamba hata kama alifanya mabaya, anapakwa mafuta ya kwamba huyu mtu aliishi vizuri na nani? Na watu. Lakini ukifuatilia historia, alikuwa ni jambazi, alikuwa mkatishaji wa maisha ya watu, alikuwa ni mlevi kupindukia, alikuwa ni mzinzi, ameua ndoa za watu, amechonganisha watu, lakini amebebeshwa jina la umaarufu ya kwamba yeye kwa sababu ana pesa, kwa hiyo wanamconsider ya kwamba ni mtu wa pekee katika jamii. Nataka nikwambie, katika maisha haya ya mwanadamu hakuna wa pekee. Habari za leo? Wote miguuni pa Yesu tuko sawa. Na kwa sababu tuko sawa, usije ukajivuna eti kwa sababu una mali uwanyanyase wengine, eti kwa sababu una elimu uwanyanyase wengine. Nataka nikwambie, mimi na wewe tu marehemu watarajiwa. Mimi na wewe tu marehemu watarajiwa. Na kwa sababu tu marehemu watarajiwa, inabidi tuirudie ngome. Marafiki zangu, katika dunia hii, ni dunia yenye misukosuko, ni dunia yenye maumivu, ni dunia yenye kukata tamaa, ni dunia yenye vishawishi vingi, ni dunia yenye magonjwa, ni dunia yenye majaribu. Lakini katika haya yote yanayotokea, bado Mwenyezi Mungu anatutaka turejee kwenye ngome. Na nini maana ya kurejea kwenye ngome? Kurejea kwenye ngome, unakuwa salama. Ni mahali ambapo usalama wetu unapatikana dhidi ya yule adui ambaye ni shetani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Yaani ukiwa kwenye ngome, yule adui hawezi kukupata. Wewe utakuwa mshindi milele na milele. Na utaishi ukiwa hauna woga. Utaishi ukiwa hauna wasiwasi. Maana una jemedari ambaye ameandaa mahali pazuri pa kukuweka. Lakini je, ili urejeshwe kwenye ngome, wewe maisha yako unaishije na watu? Unazungumza nini na watu? Unahusianaje na watu? Au pale katika kamtaa unakokaishi, umekuwa ni mama aliyeshindikana, ni baba aliyeshindikana, ni kijana aliyeshindikana. Umesababisha wengine wamepoteza uhai kwa sababu yako. Nataka nikuambie, kama uko katika hali hiyo, lazima ukubali kuirejelea ngome. Na hii ngome ni ngome imara. Katika kitabu cha Zakaria sura ile ya 9. Nimesema nini? Zakaria sura ya 9 na mstari ule wa 12. Biblia inasema hivi: rudini ngomeni, enyi wafungwa wenye tumaini. Hata leo
nitakujulisha ya kwamba nitakurudishia utukufu maradufu. Israeli walikuwa wametanga mbali na Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu aliandaa miji 6 ambayo ilikuwa ni ya makimbilio. Hata kama ulikuwa na tatizo kubwa kiasi gani, unapokimbia na unapofika kwenye hii miji ya makimbilio, wanapokukaribisha na wanapokupokea, maana yake ni kwamba wewe umekuwa salama, ni mtu salama kwenye kambi hiyo ya wakimbizi. Na leo hii tuna kambi ya wakimbizi ambazo tunazijua. Taifa la Tanzania ni miongoni mwa mataifa wanaochukua watu kutoka katika maeneo mbalimbali kwa ajili ya kuwahifadhi. Sasa sikiliza, kwenye hizi kambi za wakimbizi zina changamoto. Habari za leo, maana ni za hapa wapi duniani, zina changamoto. Kuna kambi ya wakimbizi ambao wanatumaini la kweli, ambao wanatumaini la haki, ambao wanatumaini la urejesho. Na wenye tumaini la kweli ni walio na Yesu Kristo, Yesu ambaye ni mshindi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Yesu ambaye ni mshindi. Hawa watu wanatumaini hilo, na kwa sababu wanatumaini hilo, yeye ndiye ngome iliyo imara ya kimbilio katika maisha yao. Katika maisha yao, kukimbilia ngomeni ni mahali pa msaada ambapo pana fariji. Kuna faraja ya kweli. Sisi kama wanadamu ni kweli tutawafariji waliofikwa na msiba huu, lakini hakuna mwanadamu, awe ni mchungaji, awe ni mwinjilisti, awe ni imamu wa msikiti, awe ni shehe, awe ni mwalimu wa madrasa, hawezi akatoa faraja ya pekee ya kweli kama mwamba Yesu Kristo. Yeye ndiye ambaye anaweza kubaki mahali ambapo palikuwa panavuja machozi. Yeye ndiye ambaye anaweza kuleta tumaini mahali pasipo na tumaini. Yeye akikufariji ana faraja ya pekee. Yeye akikutia moyo anakutia moyo kwa pekee. Na yeye ndiye hasa tunayepaswa tumkimbilie katika mchana wa leo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ni wangapi katika mchana huu wanasema ya kwamba ninatamani nirejelee ngome? Ninatamani nirejelee ngome. Maana haujui maisha yako yatakoma lini. Sijui saa yangu itakatika lini. Na anayejua saa yangu ya kuondoka kwangu katika sayari dunia ni Mungu wa mbinguni. Yeye ndiye ambaye ana hatima ya maisha yangu. Yeye ndiye ambaye mwenye hatima ya maisha yako. Je, uko tayari kuirejelea ngome yenye tumaini? Na kama uko tayari kuirejelea ngome yenye tumaini, nataka nikwambie kitu hiki: usiwe mtu usieleweka katika jamii. Nimesemaje? Usiwe mtu usieleweka katika nini? Jamii. Acha unzinzi, acha ulevi, acha uchawi, acha mafarakano. Wanaorejea kwenye ngome ni walioacha yote na kumfuata Yesu. Ndio maana amekunjua mikono yake akasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mwisho nimalizie kwa Ufunuo sura ile ya 21. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 21, ili wale waliokubali kurejelea kwenye ngome, anasema hivi: kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi za kwanza zimekwisha kupita, wala hakuna bahari tena. Nami nikauona ule mji mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja naye.
naye atafuta kila machozi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Wanaorejea kwenye ngome, machozi watafutwa. Wanaorejea kwenye ngome hawatakuwa na maombolezo ya muda mrefu, maombolezo yao yatakoma. Wanaorejelea kwenye ngome watakuwa na tumaini la haki mioyoni mwao. Katika mchana wa leo, marafiki zangu wa Iringa, wa jiji la Iringa, wakazi wa Iringa, ninawapendekezea mahali salama pa kuweka maisha yetu. Mahusiano yetu na Mungu ni kwa Yesu Kristo ambaye ndiye mwokozi wa maisha yetu. Tukiaweka maisha yetu kwake, tumaini lipo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimeamua kumpa Yesu maisha yangu, na nimeamua ya kwamba awe sehemu ya uhai wangu, na nimeamua ya kwamba sitajivuna kwa lolote wala kwa chochote, maana nina mali au sina mali, makaburi yote hayachimbwi kwenda chini, yanachimbwa kwenda juu. Kwa hiyo sitajivuna kwa lolote, maana mimi ni marehemu mtarajiwa. Halafu mwisho nikwambie hivi, yani na thamani zote hizo ulizo nazo, lakini wewe yani umezidi sana. Mara baada ya kufa, thamani yako ni shilingi 17,000. Na hiyo 17,000 hauichangi wewe, tunaichanga sisi rambirambi. Kale kanguo keupe unakovalishwa, haijalishi hata wakuchagulie kakanzu kazuri na kadera kazuri, waseme haka alikuwa nakapenda, ngoja tumzike nako. Nataka nikwambie, hakawezi kukusaidia wewe. Thamani yako kwa wakati huo ni shilingi 17,000. Kama zimezidi sana ni 22,000. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kinachohitajika marafiki zangu, turudi kwenye ngome. Kama wewe ambaye umekuja kuomboleza hapa, unasema ya kwamba ninahitaji nirejee kwenye ngome, nirejee kwenye ile ngome yenye ushindi ya Yesu Kristo. Kama ni tumaini lako, na kama ni hamu ya wewe kurejea kwenye ngome, haijalishi ya kwamba jana uliharibu maisha yako kiasi gani, Mungu anaangalia historia yako ya kukamilisha maisha yako hapa duniani. Paulo anasema, nimevipiga vita vilivyo vizuri, imani nimeilinda. Mara baada ya hapa ninategemea kuvishwa vazi la haki, lakini si mimi peke yangu, na wale wote ambao wamesikia habari ya tumaini hilo. Tumaini hilo ni lipi? Tumaini la Yesu Kristo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Je, uko tayari kuikimbilia ngome? Na kama ndio lo shauri lako, na kuomba mahali ulipo usimame.